Basi nitakwenda kumwomba Mungu kabla sijaendelea. Baba, ninasema asante kwa ajili ya muda na wakati huu ambapo mfalme mwema tunakwenda kuangalia neno lako la uzima, neno lako takatifu. Ninasihi Mtakatifu ukapate Bwana kutufundisha, ukatufunulie ile siri iliyomo katika neno lako la uzima. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu uko katikati yetu wakati huu kutuhudumia. Asante kwa kuwa Mungu Baba, Mungu Mwana uko pamoja nasi mahali hapa. Ninakutukuza nikikubariki Bwana, nikikukabidhi kipindi hiki mikononi mwako sasa katika jina la Yesu. Amen. Napenda kumshukuru mchungaji wa kanisa hili. Asante pamoja na mama mchungaji na wazee wa kanisa na wewe pia mshirika kwa kuniruhusu niwepo mahali hapa. Unajua sio rahisi kusimama katika madhabahu kama wenye madhabahu hawajakukaribisha. Kwa hiyo napenda kushukuru sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninamshukuru Mungu kwamba imempendeza leo niwepo mahali hapa na tuweze kushirikishana neno la Mungu. Kiukawaida katika hali tulionayo sasa hivi katika maisha ya kiujumla, maisha tunayotembea nayo katika kipindi hiki na katika wakati huu, ni rahisi sana mtu kutamani kusikia neno ambalo unalipenda, neno lile ambalo linakutia moyo, lile neno ambalo unasema amen, lile neno unasema haleluya, ambalo utasema ndio. Aha. Sasa lakini leo Mungu anapendezwa tuseme neno jingine la tofauti kidogo, tukiziangalia nyakati tulizonazo kwa sasa hivi. Tutakwenda kuangalia juu ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu, au kujiandaa au kuwa tayari kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu. Kuwa tayari, kujiandaa kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu. Ni maneno ambayo wengi hatupendi kuyasikia. Tunapozungumzia juu ya kurudi kwa Bwana Yesu, wengi hatutamani sana kusikia habari hizo, kwa sababu labda dunia imeshatuingia sana, tunatamani tuendelee kuishi duniani, tuishi. Lakini ukiangalia hali halisi ya maisha, kweli Yesu anarudi. Kwa hiyo ni vizuri tukiendelea kukumbushana na kusaidiana ili tuendelee kuwa na ule utayari, kwa sababu siku ya Bwana inakuja. Na neno la Mungu linakwambia inakuja kama mwivi, wakati ambapo kila mtu atakuwa hana wakati wa kujua kwamba saa imefika. Ndipo neno la Mungu linatuambia kwamba wakati ule utatujia ghafla kama mtego unasavyo. Ndio maana ni vizuri tuwe tunakumbushana kwamba jamani, Yesu anarudi, Yesu anarejea. Na hilo ndio tukio ambalo tunalisubiri kwa sasa, kwa sababu tukiangalia, tukisoma katika Mathayo ile 24, tumeambiwa dalili nyingi na mambo mengi. Yote hayo yamekwisha kutimia. Sasa tunachongojea ni ule unyakuo, siku tusiodhani, wakati tusioujua. Yesu anarudi, mmoja atwaliwa. Neno linasema kwamba wawili watakuwa wakisaga ngano, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Wawili watakuwa wamelala kitandani, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Ni jambo la kibinafsi kwamba mke na mume waweza kuwa wamelala pamoja, lakini mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Ni swala la sisi kujiandaa na kuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia neno la Mungu. Tutajifunza kwa habari ya wanawali 10 ambao umekuwa ukiwafahamu na kuwasoma toka ukiwa mtoto mdogo kwenye shule ya Jumapili. Umekuwa ukijifunza habari za wanawali 10, lakini leo Mungu anapenda kutusikizisha tena sauti yake kupitia neno hilo katika Mathayo mtakatifu ile sura 25. Tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 13. Mathayo 25, nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao
pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Hapa tunaona juu ya wanawali 10. Hizi ni habari ambazo Bwana Yesu mwenyewe, ni mfano ambao yeye aliutoa kwa watu aliokuwa akiwahubiria. Akasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Katika nyakati hizo, katika eneo hilo ambalo Bwana Yesu alikuwa, utaratibu wa harusi zao ilikuwa kwamba bwana harusi, baba wa bwana harusi, alikuwa anakwenda kumposea kijana wake binti. Kwa anapokwenda kule kwa wakwe zake, sijui mnawaita nani zake, haya hivyo hivyo, anapokwenda kule anawaambia kwamba mimi kijana wangu anataka kuoa binti yenu. Kwa hiyo makubaliano yanafanyika na wazazi wale wanakubali, wanawekeana mkataba kwamba tayari wameshakubaliana, wanaandikishiana kwamba huyu tayari ni mke wa fulani. Kama ilivyokuwa mnakumbuka kwa Mariam, kwamba neno linasema alikuwa ameposwa na Yusufu, lakini walikuwa hawajaanza kuishi pamoja, lakini anahesabika kwamba huyu ni mke wa Yusufu. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo bwana harusi anakuwa tayari wameshapatana kwamba wataoana na yule binti. Sasa bwana harusi anaporudi kwao, anaenda kuandaa mahali. Baba yake anampa sehemu, anajenga, anaanza kuandaa mahali ambapo atakaa na mke wake. Kwa hiyo haijulikani ni lini bwana harusi atakuja kumchukua bibi harusi wake. Kwa hiyo kule watakaa wanasubiri, wanangojea kwamba bwana harusi atakuja wakati wowote. Kwa hiyo wanakuwa wako na utayari kwamba bwana harusi atakuja. Kwa hiyo sasa sijui baadaye labda wanaambiana, jamani wiki ijayo ndio tunakuja. Kwa hiyo watu wanakuwa wameshajiandaa na kunakuwa na kusanyiko, watu wanasubiri bwana harusi atakuja kumtoa bibi harusi wake waweze kuondoka. Kwa hiyo kunakuwa na sherehe imeandaliwa. Sasa ndivyo inavyokuwa hapa. Kwa hiyo hapa walikuwa wamechaguliwa wanawali 10, mabikira 10, wasichana warembo wazuri, kama ambavyo tunajua kwenye harusi zetu tunakuwa na wasichana ambao tunakuwa tumewaandaa kama walivyokuwepo hawa juzi. Wamejiandaa, wamevaa vizuri nguo zao. Na hapa tunaambiwa kwamba walikuwa wanawali 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Wakati wanaandaliwa, hakuna aliyejua kwamba kuna busara na wenye ambao ni wapumbavu. Si wote walikuwa sawa? Ukiwaona hivi wanawali 10 wamependeza, wamevaa sare zao, kama ni nguo wote zinafanana, labda mshono unafanana, wote wamevaa nguo nzuri, wana maua yao, wote wamejipanga vizuri. Lakini na wale kule walikuwa wanaandaa na taa zao, zilikuwa na mishikio, kila mtu anashika taa yake. Kama jinsi ambavyo sisi huku tumewaona wanashika maua, wenyewe walikuwa wanashika taa zao. Kwa wote wameandaliwa, wako 10, wako vizuri, wamevaa sare zao, viatu vyao, kila mmoja amekaa yuko tayari, ana utayari wa kumngojea bwana harusi. Wote wako tayari, wanamsubiri bwana harusi. Lakini kuna kitu kimoja cha utofauti hapa.
kwamba tunasoma hapa kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Sasa hapa tunaangalia maandalizi ya wale wanawali 10. Kumbe katika kujiandaa walijiandaa tofauti. Wote ni kweli wana utayari wa kumsubiri bwana harusi. Wote ni kweli wameandaa sare zao vizuri. Wote ni kweli wameandaa taa zao sawa sawa. Wote ni kweli wanajua kabisa kwamba hizi taa lazima tuziwekee mafuta. Wameziwekea mafuta, taa zao zina utambi, zimekaa vizuri kabisa, wako sawa sawa. Lakini katika maandalizi hayo wako 5 ambao waliona tusichukue tu mafuta humu kwenye taa peke yake, huenda bwana harusi akachelewa, hebu tuweke na mafuta ya akiba. Maandalizi. Wewe na mimi tumejiandaaje kumlaki bwana Yesu? Wote hapa tunaonekana tuko kanisani, tuna furaha, tunamngojea bwana Yesu atakaporudi. Lakini kiukweli na kiuhalisia maandalizi yetu hayafanani. Haleluya. Wako wanaojiandaa kwa tahadhari, wakijua kwamba bwana harusi anakawia, lazima tuwe na akiba. Lazima tujiwekee mafuta ya akiba. Lakini wako ambao wamejiandaa na wenyewe wanajua kwamba bwana harusi anakuja na huenda akafika usiku, kwa hiyo tunachukua na taa na mafuta tumeweka, taa imejaa mafuta, halafu tumeweka pale na utambi na kila kitu tunacho, twende hivyo tu. Umejiandaaje ndugu yangu katika maandalizi yako ya kumlaki bwana Yesu? Wewe umejiandaaje? Umewekaje maandalizi? Wewe mwenyewe unaweza ukajichekecha hapo ulipo ukajianza kujiambia, hivi mimi ni mwanamwali mmoja wapo wale 5 wapumbavu au 5 wale wenye busara? Lakini leo hii Mungu anatupa tahadhari, anatufundisha haya ili kama yamkini tumefika mahali tukajisahau, tuanze kurejea, tuanze kuweka maandalizi sawa, ili Yesu atakaporudi tuwe miongoni mwa wale watakaomlaki mawinguni. Kwa sababu siku atakaporudi bwana Yesu, neno la Mungu linatuambia kwamba parapanda italia, wafu nao watafufuka, wale waliokufa katika Kristo watafufuka, kisha sisi tulio hai tutabadilishwa. Halafu tutakwenda kumlaki bwana Yesu mawinguni. Kwa maneno mengine, siku ile itakapolia parapanda haitasikika dunia nzima. Itasikika kwa wale tu walio na Roho Mtakatifu hai ndani ya maisha yao. Roho Mtakatifu wako yuko hai mpendwa, au umemzimisha? Neno la Mungu linatutahadharisha kwamba tusimzimishe yule Roho. Lazima yule Roho Mtakatifu awe hai ndani ya maisha yetu. Yule Roho Mtakatifu anayetufundisha, haleluya. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha kukataa mabaya. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha kwamba hili si jema. Roho Mtakatifu ndiye anayekwambia kwamba hapana, hapa unakwenda sivyo. Yule Roho Mtakatifu bado anasema na wewe ndani yako? Ama siku hizi unatembea kwa kufuatisha namna ya watu wengine wanavyotembea? Mara nyingine labda tunamwangalia mhubiri mkubwa, tunasema kama huyu anafanya hivi basi na mimi kumbe naweza nikafanya. Lakini je, Roho Mtakatifu amekuruhusu hilo unalolifanya kwa sasa? Kwa sababu kama Roho Mtakatifu yuko hai ndani mwako, atakukataza. Yeye ndiye anayetukataza kwamba hii sio, hii sasa ni tamaa ya kidunia. Roho Mtakatifu ndiye anayekuambia, huwezi ukaiona kupitia mtu mwingine. Huwezi ukaiona kupitia askofu. Askofu na yeye siku moja atasimama mbele za Mungu kujibu. Kila mmoja atasimama mbele za Mungu kivyake. Hatutakwenda Mr. and Mrs. Kila mmoja atasimama peke yake. Sasa je, yule Roho Mtakatifu ndani yako anakuambia nini?
Je, bado unamsikiliza au ulishamzimisha na kusema bwana mimi nitaendelea hivi kwa sababu mbona kina fulani wanafanya hivi hivi, mbona na wengine nao hivyo hivyo, na wenyewe wanaimba hata tunabarikiwa, na wenyewe bado wanafanya vitu hivyo mpaka tunajaa roho hivyo hivyo, kwa hiyo kumbe na mimi nitafanya kama wale. Je, lakini ndivyo Roho Mtakatifu alivyokuambia? Kwa hiyo tunaona kwamba kuna tofauti katika maandalizi. Wako ambao tunaambiwa waliandata wakaweka na mafuta ya akiba kwa kuangalia mbele, sio tu kuangalia hapa ulipo. Lakini tunaambiwa wako ambao wenyewe wakaandaa tu vitaa vyao na mafuta yao yaliyomo ndani ya taa, wakaona wametosheka. Lakini sehemu ya pili ninasemaje? Kwamba wote walisinzia na kulala usingizi. Tuangalie ule mstari wa 5. Kumbe katika kumsubiria huyu Bwana Yesu, katika kumsubiria huyu bwana harusi, neno la Mungu linatuambia hivi, hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Ziko nyakati za kulala usingizi kiroho. Ziko nyakati unafika umelala usingizi kwa sababu umemsubiri Bwana Yesu, ukaona kana kwamba sasa hanijibu, au ukaona kwamba sasa Bwana Yesu amenisahau mimi, ukalala usingizi. Kiroho hauko macho tena, umelala usingizi. Maana umefikia mahali pa kuona Bwana Yesu kama vile anijali. Labda unahangaika kutafuta ajira, ukaona kwamba Bwana Yesu sasa mbona wengine anawapatia mimi anipatii, ukalala usingizi. Ukaona sasa kumtegemea Bwana Yesu naona yeye ananichelewesha. Unaamua kulala usingizi wa kiroho, unakuwa sasa umeamka katika ulimwengu wa kidunia. Huenda hujaolewa, umekaa unaona miaka inakwenda, hiyo ni hesabu za kibinadamu. Lakini mbele za Mungu, neno la Mungu linatuambia kwamba kwa Mungu siku moja ni sawa sawa na miaka 1000. Sasa wewe una miaka 25, 27, una miaka 30, 35, unaona eti hujaolewa, umechelewa sana. Nani kakwambia? Hiyo ni sehemu gani katika ile miaka 1000? Ina maana mbele za Mungu hata nusu siku, hata sijui nini, kipande cha siku sijui saa haijafika wala. Lakini wewe tayari unalala usingizi. Unaona bora nitumie njia za kibinadamu tu. Sasa bora tu nijifanyishe mambo ya kibinadamu, watu na mimi wanione. Neno la Mungu linatuambia bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Mpendwa, ule usingizi usikuchukue hata ile siku ikakujia ghafla kama mtego unasavyo. Tukiangalia tena ule mstari wa 6 mpaka wa 9, neno la Mungu linatuambia hivi, lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, haya tatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie. Haleluya. Kuwasili kwa bwana harusi. Kuwasili kwa bwana harusi. Sasa wakati umefika. Bwana harusi amefika. Usiku wa 8. Tumesoma kwamba wote walisinzia wakalala usingizi. Sasa mtu anaanza, jamani, haya bwana harusi amefika. Kila mtu anakurupuka kutoka kwenye usingizi wake. Kila mtu anakimbilia taa yake katika wale wanawali 10. Maana wale ni maalum kwa ajili ya sherehe ile. Wameshika taa zao. Sasa wale wanavozitengeneza wanaona utambi. Unajua tunapoongea sasa hivi wengine hata muelewi tunaongea juu ya taa zinafananaje. Kwa sababu mmezaliwa katika taa hizi hapa. Hamjawahi kuona taa zenye utambi. Wangapi hawajawahi kuziona kabisa hizo taa zenye utambi? Kumbe mmeziona. Kwa hiyo tunaelewana Kwa hiyo utambi unaanza kusinzia. Kama utambi ukiwa hauna mafuta, taa ikiwa haina mafuta, utambi unaanza
kusinzia, kale ka moto kanaanza kushuka, mwishowe utambi unaungua wenyewe. Sasa wakaona taa zao zinasinzia, wakasema jamani, kumbe nyinyi mlichukua mafuta? Jamani, sasa mtugawie na sisi kidogo. Wakamwambia haya mafuta tumejipimia. Sasa na sisi tukiwagawia nyie, ina maana itafika wakati bwana harusi ndio yuko kati ya shughuli, taa zetu zote zinazimika kwa sababu mafuta hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia muende mkaji nunulie. Wapendwa, iko siku bwana harusi atawasili. Iko siku Bwana Yesu atarudi. Wako watu wanadhihaki, wanasema toka tumeanza kusikia mnasema Bwana Yesu atarudi, mbona hatumuoni? Mbona harudi? Yamkini na wewe umeanza kuwa na mashaka moyoni mwako kwamba hivi kweli huyu Bwana Yesu anarudi? Hivi kweli huyu Bwana Yesu anarudi? Jamani, tukisoma katika Mathayo ile 24, dalili zote zimekwisha kutimia. Hebu tuangalie Mathayo 24, tusome ule mstari wa 9 mpaka wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Ule mstari wa 9, neno linasema kwamba, mstari wa 9. Mtu aliyepata hebu anisomee wakati na utafuta, au nikipata mwenyewe nasoma. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kifungu hiki huku tunaambiwa kwamba watu watakuja, manabii wengi wa uongo watatokea. Wakati mimi nikiwa mdogo, tulikuwa tuna madhehebu tunayo ya hesabu ya Kikristo. Kulikuwa na Roman, kuna Anglikana, kuna Lutheran, kuna Moravian na hizo Pentekoste. Lakini sasa hivi unaweza toka yataja madhehebu ya Kikristo ukayamaliza. Mimi leo nikiamka asubuhi mimi naanzisha kanisa langu litaitwa Glory Mission sijui nini. Nikishindana tu na mtu ambaye ananiongoza, naamua na mimi kutafuta cha kwangu. Tunaenda hivyo. Sasa hivi kuna madhehebu mengi hata huwezi kujua. Lakini yote hayo sio tatizo. Mbaya zaidi, manabii wengi wa uongo wametokea. Na ndiko huko watu tunapenda kukimbilia. Mwingine unasema maliza upesi Mama Lubacha, mimi nataka niende mahali fulani. Mimi sijajua huku Iringa hivyo. Lakini kule tunakoishi Dar es Salaam, mtu anamaliza kuabudu hapa, anatoka anaenda mahali fulani ambako atakaa huko labda mpaka jioni kabisa. Lakini tunachofanya kule ni sijui haya tuwaue, sijui moto, wachawi wa mashariki, wachawi wa magharibi. Toka asubuhi mpaka jioni tunaongelea mambo hayo. Kwamba kuna wachawi, sijui kuna nani tunawapiga, sijui waliochukua nyota zenu, sijui waliofanya nini. Sisi tunafurahia, tunapenda kusikiliza mambo kama hayo. Nafikiri wamechukua nyota yangu, ndio maana mimi biashara yangu haiendi. Unafurahia maneno kama hayo kwa sababu hujui neno la Mungu. Hulisomi, ukalielewa, ukalifuata. Kwa ndio maana tunakimbizana. Yaani jioni hivi tukiwa tunarudi kutoka kanisani, tukiwa tunarudi nyumbani. Sisi pale, mimi naishi Temboni.
Sasa pale kuna nabii mmoja pale, anaitwa Nabii Musa. Watu wanaotoka kwa Nabii Musa wakija stand pale utashangaa, wanasema kulikuwa na mkutano wa injili au kuna nini, mbona watu wengi hivi? Ni watu wametoka kwa Nabii Musa wanarudi nyumbani kwao. Watu wanakimbizana hivi. Tukisikia leo sijui nani amekuja hapa anauza udongo pale, sijui wapi, tunakimbizana, mazao yangu huwa yatayazai kwa sababu watu wameniroga sijui nini. Ni kwa sababu ulijui neno la Mungu. Wewe unayo mamlaka. Yesu Kristo alivyopaa mbinguni ametupa sisi mamlaka. Wewe unayo mamlaka ya kutamka. Huna haja ya kumkimbilia mtu, huna haja ya kwenda kwa nabii, huna haja ya kwenda sijui kwa nani. Wewe peke yako uliyeokoka, uliyejaa Roho Mtakatifu, unayo mamlaka katika mikono yako. Wewe unayo neno la kusema kwa habari ya chochote kinachokusumbua. Hata kama ni mazao hayaendi vizuri, sijui wachawi wamekukalia kushoto kulia, wewe una mamlaka ya kutamka na wachawi wote wanashindwa, kwa sababu tumepewa mamlaka. Sasa manabii wengi wa uongo wametokea, wanadanganya wengi. Nunua haya maji, kichupa kidogo hivi 20,000. Nawe unasema kweli kule biashara yangu haiendi, ngoja nikanunue vinywaji. Vikiisha unaenda tena kutafuta vingine. Mafuta sijui yamefanya nini, yameisha, unaenda kutafuta mafuta mengine. Unajitia katika utumwa usio sababu, kwa sababu wewe peke yako hivyo ulivyo ni mtoto wa Mungu, na Mungu anakuamini, na Mungu anakutambua wewe. Kwa hiyo una sababu ya kukimbizana ukanunue sijui udongo kidogo kwa 10,000, sijui 1000 ngapi. Una sababu gani? Wewe peke yako unaweza kusimama kwa mamlaka ukatamka jambo na likawa hivyo. Basi hizo dalili zote zimekwisha kutokea. Lakini ni kwa nini? Kutokana na ule usingizi ambao umekuepo. Watu wamelala usingizi wakajisahau. Wakasahau kwamba sisi tunayo mamlaka. Watu wamesahau kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Unajua kuwa mtoto wa Mungu jamani sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Wewe ulipookoka siku ile ukasema kwamba mimi ninakupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, siku ile uliingizwa katika familia ya Mungu. Na wewe ni mtoto wa Mungu, na Mungu anakujua jina lako. Hafu anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Hafu anasema mimi ninakujua kwa jina lako. Mpendwa, ule usingizi usikuchukue mpaka ukashindwa kujisimamia. Tatizo tulionao ni uvivu. Tu wavivu kusoma neno, tu wavivu kuja ibadani. Unakuta ibada zinakuwepo, mimi sijui hapa mnafanya juma ngapi na juma ngapi, lakini zile ibada za katikati idadi ya watu ni ndogo. Kila mtu yuko busy anaikimbiza shilingi. Lakini ubaya wa shilingi na yenyewe ina matairi, inakimbia. Kwa hiyo unapoikimbiza shilingi na yenyewe inakimbia. Sasa mna kazi ya kukimbizana, shilingi uikamati. Maana unavyoisogelea na yenyewe inakimbia. Kwa hiyo ni mwendo wa kukimbiza shilingi. Unasahau kwamba kuna kumtafuta Mungu. Na yako mafundisho mengi ya uongo yenye kukutoa katika mstari, kwamba wewe kutoa sadaka ni kumnufaisha tu mchungaji. Na unaona kweli. Au mwingine anasema sasa nikienda ibadani nitatoa wapi hiyo sadaka ya kumpa? Asubiri kwanza niende nikatafute. Kwa hiyo wewe Jumapili kwa Jumapili, Jumapili yenyewe unakuja umechelewa, afu unaondoka mapema, unakimbia, unasema nawahi kwenye biashara yangu. Angalia huo usingizi usije ukakuchukua. Siku ile ikakujia ghafla kama mtego unasavyo. Tukiendelea mbele tuangalie mstari wa 10 mpaka wa 12, neno la Mungu linasemaje? Sasa katika ile Mathayo 25 mstari wa 10 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa.
Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana tufungulie. Akajibu akasema, amini ninawaambia, siwajui ninyi. Walikuwa wanawali 10. 5 wameenda kununua mafuta, wamebaki 5. Wakasema, bwana harusi akafika, wale waliokuwa tayari wakafanyaje? Wakaingia na bwana harusi harusini. Wakaenda sasa kwenye sherehe. 5 wanaenda na step zao. Sasa shughuli yao ya kuongoza imeisha. Maana wale 5 waliokuwepo wameshafanya ile shughuli, sherehe inaendelea. Ndipo wanapokuja sasa wale wengine na mafuta vyao wameshanunua. Na nafikiri eneo lile lilikuwa eneo la mjini hivi. Usiku vijijini nani anafungua duka lake? Kwa hiyo ni kama kulikuwa ni mjini hivi, kwa sababu huwa tunasema mji haulali. Na hata kama basi palikuwa ni mjini ambapo watu wamelala, basi kuna maeneo ambao wanaweza kwenda kumgongea mwenye duka, bwana tufungulie, afu akawauzia mafuta. Kiukweli walifanikiwa, wakaja na mafuta yao. Lakini sasa wanakuta mlango umefungwa, wanaanza kugonga, bwana tufungulie na sisi. Anawaambia nyie kina nani? Sisi si unaona hao wanawali walikuwa 10, tulikuwa 10 na wao wengine hao 5. Hao wenzetu wameingia, sisi tumeachwa tuko huku nje, tulienda kununua mafuta. Akasema, mimi siwajui. Maana waliokuepo wamekuepo. Tumeshaingia kwenye shughuli inaendelea. Ninyi ni kina nani? Siwajui ninyi. Mpendwa, ni jambo la kutisha. Siku ile Bwana Yesu atakaposema sikujui. Katika sehemu nyingine kwenye Biblia neno la Mungu linasema, watu watasema, Bwana, je, hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo? Nikwambie mpendwa, Mungu sio wa historia. Mungu ni wa sasa. Leo anakuangalia ukoje. Moyo wako leo uko vipi? Maana utasema mimi nimetumika katika kanisa hili. Yaani hata yale majengo yale mimi ndio nimejenga. Jamani tena niwapongeze kwa kuinua jengo lile. Haleluya. Nasema ile jengo mimi ndio nimetoa hela nyingi kuliko wote. Yaani nilikuwa mstari wa mbele Bwana Yesu. Yaani mimi ndio watu wale wote waliookoka mimi ndio niliwashuhudia. Lakini anasemaje? Sikujui. Sikuwajua ninyi kamwe. Mpendwa, utumishi ni jambo moja na ni nzuri na ni la muhimu sana, lakini utakatifu ni jambo jingine. Mungu hawezi, yani huwa hapokei rushwa. Kwamba mimi nimekufanyia hiki na hiki na hiki. Mungu anakuangalia wewe ni nani, ukoje mbele zake. Bado unaishi katika utakatifu au utakatifu umeuacha? Hata kama umetumika kiasi gani, mpendwa, kama hauna huo utakatifu ndani yako, siku ile utafungiwa nje. Kwa sababu kinachoangaliwa ni ule utakatifu ulionao wakati ule Yesu anaporudi. Je, unao ule utayari? Utayari wenyewe ni kujitakasa. Utayari wenyewe ni kujiweka kila wakati katika hali ya utakatifu. Na tunapoongea utakatifu ni nini? Utakatifu ni kujitenga na dhambi. Imefika mahali watu wanaona kutenda dhambi ni kitu cha kawaida. Wanasema mbona na fulani huwa anatenda dhambi na bado tunamwona anaimba vizuri tu na watu tunabarikiwa. Kwa hiyo kumbe kutenda dhambi sio jambo baya, na mimi nitaingia tu na mimi nitatenda. Nikwambie mpendwa, achana na dhambi. Hata hivyo dhambi inakusaidia nini? Dhambi inakuchosha tu, wala haikupi faida yoyote. Dhambi ni mbaya, inakutenganisha wewe na Mungu wako, inakufanya usije ukaiona mbingu. Dhambi ni mbaya. Achana na dhambi, ishi maisha ya utakatifu, maisha ya kujitenga na dhambi. Tayari Mungu kwa kutuokoa ametutenga sisi na dhambi. Maana anasema maovu yenu yajapokuwa mekundu namna gani, yeye anayasafisha na unakuwa mweupe kama sufu, unakuwa mweupe kama theluji. Alafu anasema anakutenga kama jinsi ilivyo mashariki mbali na magharibi. Ndivyo Mungu anavyotutenga na dhambi zetu, kwamba anaziweka mbali na sisi. Sisi tuko mashariki, dhambi zinakaa
za magharibi hakuna ukaribu wowote wala kukutana nazo, kwa sababu amezitenga mbali na sisi. Kwa tunachotakiwa sisi na sisi tuendelee kujitenga. Neno la Mungu linasema mtakatifu azidi kutakaswa. Mpendwa, Bwana Yesu anarudi, siku tusiodhani. Mtu mmoja siku moja akauliza, sasa kwa nini Bwana Yesu asiwajulishe watakatifu wake kwamba tarehe fulani inakuja? Watu wamejitahidi sana kutafuta ile siku na tarehe. Wengine wakaamua wakaenda kukaa milimani, wakasema jamani, sisi tunakaa huku tunamsubiri Yesu anarudi. Kulikuwa na vituko fulani hapa katikati. Tulivyokuwa tunakaribia kuingia mwaka 2000. Wengine hapa mlikuwa hata hamjulikani hata kama mtazaliwa lini. Tulivyokuwa tunakaribia kuingia mwaka 2000. Wakasema Yesu atarudi, yani ile 2000. Kwa hiyo watu wakawa wamejiandaa, kila mtu kwa namna yake, kwamba Yesu sasa anarudi. Wengine ndio hao, wengine wakaja kujifungia kwenye kanisa. Ule mtu alivyoona hao watu Yesu hajarudi, akaamua kuwanywesha sumu, wakafa wote, ili tu kuwaonyesha kwamba sasa wameenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku tumeshaambiwa tayari kwamba ile siku inakuja tu kama hivi. Hakuna atakayejua kwamba sasa leo ndio siku yenyewe. Inaweza kuwa leo hii, kesho usiku, au miaka 100 ijayo, kwa sababu nyakati za Mungu hakuna azijuae. Wanafunzi Yesu akamwambia, sio juu yenu nyie kujua nyakati na majira. Sisi tunachotakiwa kujua ni kujiandaa, tuwe na ule utayari. Tuwe na ule utayari wa kumlaki Yesu. Tuwe na ule utayari wa kumngoja Yesu. Kwa hiyo sasa sisi tufanye nini? Leo hii tunavyoambiwa ujumbe huu, tunatakiwa sasa sisi tufanyeje? Ule mstari wa 13 unasemaje? Mstari wa 13, basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Mimi na wewe tunatakiwa kukesha, kuwa macho. Hatuijui siku wala saa. Tuangalie Luka 21 ule mstari wa 34 mpaka wa 36. Ukipata unaweza tu ukanisomea. Luka mtakatifu sura ile ya 21 ule mstari wa 34 mpaka wa 36. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajilia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Ulafi ni kule kuwa na, yani unachukua na zaidi kuliko unavyohitaji, sawa? Kwa sababu mtoto mlafi huyu, yani anakula tu anakula. Sasa ulafi huo hapa hatuzungumzii kwa habari ya kula chakula, kwa sababu tunajua umeshakuwa mstaarabu, uwezi ukawa mlafi. Lakini ulafi ni nini? Ni ile hali ya kupenda fedha. Kuna siku fedha inatosha. Kuna mtu anasema sasa hivi mimi nimechuma pesa, yani sasa hivi mimi imetosha. Ni mtu mmoja tu katika Biblia tunaambiwa yeye alivyolima akavuna akajaza magala yake, akasema sasa nafsi yangu
tulia, kula, kunywa. Wakamwambia hujui wewe, si usiku wa leo wanaitaka roho yako. Hakuna siku watu watatosheka na pesa. Unaweza ukaangalia tu maisha yako kwamba kuna kipindi ulikuwa na kipato fulani na uliweza kula, ukanywa, ukaishi, ukalipa kodi, ukaishi, lakini bado unaendelea kutafuta. Ukipata kipato cha zaidi, kwa mfano zamani ulikuwa unakunywa chai ya rangi na kipande, huku mnakula nini? Na magimbi na nini kingine? Viazi. Umekunywa chai yako ya rangi na kiazi, unaona umetosheka, siku inapita. Ukipata tu kahela unasema yaani niendelee tena kunywa chai ya rangi mimi? Unaongeza kanini? Kamaziwa. Alafu labda unakula na mkate mkavu. Ukiongezea tena kipato unasema niendelee tena kula mkate mkavu? Sasa naka blue band na kanini na kanyama pembeni na kayai. Asante. Kwa nini? Kipato kameongezeka, sasa kutakuwa na ziada tena. Kila unavyopata ndivyo unavyozidi kuongeza matumizi. Nilikuwa natembea kwa miguu, sasa nimeongeza hata watu watanishangaa. Niendelee kutembea kwa miguu, sasa nanunua kagari. Na kagari kangu kamechoka, umeongeza kipato, lazima sasa nanunua. Hakuna siku hela itafanya nini? Itatosha. Sasa neno la Mungu nasema tusilemewe na huo ulafi. Wewe kila siku natafuta hela, natafuta hela. Mimi hata kanisani siendi, natafuta hela. Kwenye mkesha wanioni, natafuta hela. Mimi mwenzenu natafuta hela. Utaipata wapi? Lini utaipata hiyo hela unayotafuta? Hakuna siku utasema sasa nimepata pesa. Tena mwenye nazo ndo anazidi kutafuta zaidi. Huo ni ulafi. Lakini tumeambiwa kwamba tusije tukalemewa na ulevi. Ulevi unasema mabacha, mimi toka nimezaliwa kwanza nilikuwa kanisa hili lisijai kunywa pombe. Sio ulevi wa pombe. Ulevi wa mambo tu ya maisha haya, kwa mfano umaarufu. Mtu unataka uonekane kuwa figa fulani inayofahamika. Unatafuta umaarufu. Unatafuta kuwa mtu fulani. Kwa hiyo hivyo vinakufanya uhangaike. Na mimi wanione kwamba ni mtu fulani, na mimi nionekane nina kajumba, na mimi nionekane nina kagari ninatamba mjini, na mimi wanione. Yaani unatafuta kuwa na hadhi. Huo ni ulevi. Unafikiri kwa nani wapendi kuonekana? Na mimi na urefu wangu napenda watu wanione. Wanifahamu kwamba na mama Bacha anapita, Hakuna ambaye hapendi kuonekana bwana. Hakuna ambaye hapendi kuwa na kaumaarufu fulani hivi. Huo ni ulevi. Ndio maana unakuta watu wanahangaika, wanasumbuka, kwa sababu anataka na mimi watu wanione, na mimi watu wanitambue, watu wanifahamu. Hasa hayo yasitulemee, kwa sababu unapohangaika kutafuta huo maarufu, unapohangaika kwamba na watu nao wanione na mimi nipo, unahangaika. Vile visikulemee, kwa sababu ikikulemea siku ile itakujia ghafla. Na mwisho, masumbufu ya maisha haya. Na hicho ndo kibaya zaidi. Masumbufu ya maisha haya. Tunasumbuka na mambo mengi. Tunasumbuka na mambo mengi. Kuna magonjwa yanatutesa. Na kwa sababu neno halijakaa kwa wingi ndani yetu, tunasumbuliwa na maradhi, magonjwa, na shetani anapata nafasi ya kutuonea. Kwa sababu magonjwa ni uonevu wa shetani. Anatuonea. Kwa hiyo tunasumbuka na magonjwa. Tunahangaika. Masumbufu ya maisha haya. Tunasumbuka kwamba hatuoni mpenyo. Tunataka kujiona na sisi tumepenya. Tunataka kuona na sisi angalau tumepata kitu. Angalau na sisi tunaweza kubadilisha nguo huku mjini. Tunataka masumbufu ya maisha haya. Tunasumbuka na mengi. Na sisi wanawake ndio tunasumbuka zaidi.
Yaani mwaka huu toka umeanza mimi jamani mpaka imefika saizi sijapata hata kanguo kapya. Haiwezekani mume wangu bwana, mimi hujanitendea haki. Tunahangaika na masumbufu mengi. Sijui nilikuwa na gari aina gani, sasa nataka gari nyingine. Yote ni masumbufu. Hivi hata ungekuwa na nguo zimejaa kabati mpaka hivi, unaweza ukavaa nguo 2 kwa siku moja, kwa wakati mmoja. Unatembea na hiyo moja tu uliovaa, na sisi ndio tunakuona nayo. Kwani tunajua una ngapi huko kwenye kabati? Hatujui. Masumbufu ya maisha haya. Wewe ukiwa na gari moja, sisi tunakuona kwenye gari ile. Kwani tunajua kule nyumbani kwako una gari ngapi? Si mtaani ukipita tunakuona kwenye gari hiyo uliopo sasa. Vile vitu vyote ni nafsi yako tu ndio inajua kwamba mimi nina magari 5 yamepaki pale. Lakini sisi wananchi wengine tunakuona barabarani na tukuoni na magari 5. Kwa sababu huwezi ukatembea na magari 5 kwa wakati mmoja. Unakaa kwenye gari moja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni masumbufu ya maisha. Tunasumbuka na mambo mengi. Lakini neno la Mungu linatuambia jamani tujiangalie tusije tukalemewa na masumbufu hayo ya maisha. Siku ile ikatujia ghafla. Mungu atusaidie. Kitu gani kinakusumbua mpendwa? Unasumbuliwa na nini? Kitu gani kinakufanya wewe usiwe na ule utayari? Kitu gani kinakufanya wewe ukose kuwa umejiandaa vizuri? Mungu leo anakutaka, hebu achana na hivyo. Kesha ukiomba. Na kwa maana hiyo simaanishi uje ukae hapa kanisani. Wengine walifikiri kukesha na kuomba basi ni kuacha kufanya kazi. Fanya kazi kana kwamba Yesu harudi leo. Lakini kesha kana kwamba Yesu anarudi sasa hivi. Kuwa na utayari katika roho yako. Kuwa macho ndani ya roho yako. Hebu fumbua macho yako. Unapoangalia, unajua sasa hivi kuna mitandao ya kijamii. Unapoangalia usiishie tu kuangalia vitu vya ajabu ajabu huko. Tafuta maneno ya Mungu, watu wanachosema. Nenda kwenye Biblia kasome. Jifunze kwenye kitabu cha Danieli, jifunze kwenye kitabu cha Ufunuo. Uangalie hivi sasa hivi tuko katika kipindi gani? Yako mambo yaliyotamkwa kwamba katika siku za mwisho kuna mto Frati ule mkubwa. Ukisoma katika Ufunuo inasema ule mto Frati ule mkubwa utakauka. Sasa hivi ule mto Frati ulishakauka. Na ule mto Frati ni kwa ajili ya kutengeneza mahali pa kupita. Majeshi yatakayokuja kwa ajili ya kuhusuru Yerusalemu watapita katika njia hiyo. Na kuna hizi njia hii, sisi kuna barabara kubwa ya kutoka Cairo kuja mpaka huku kwetu, mpaka huko sijui South Africa sijui wapi, inapita huku kwetu. Ipo njia kubwa imetengenezwa. Huku sijui inapitia wapi huko. Lakini kule kwetu inapita Dumila, inakwenda, inaendelea mbele huko, inaendelea Tanga huko sijui wapi. Imeshatengenezwa njia kubwa kwa ajili ya kuruhusu majeshi kufanya nini? Kuja kupita katika njia inaunganisha toka Cairo. Sisi sote tunaona ni kitu cha maendeleo. Neno linasema maarifa yataongezeka. Maarifa yameongezeka mpaka walioongeza maarifa wenyewe yanawashinda. Sasa hivi roboti wanatawala. Roboti wanachukua nafasi ya binadamu. Roboti wamepewa nafasi kubwa. Roboti sasa hivi mpaka yuko roboti mke. Kwamba mtu badala ya kuoa mke anaenda kuoa robot. Kwa sababu hataki kelele. Anaamua kuoa robot. Hao robot wenyewe wanaweza wakawekewa nini akapata mtoto. Kwamba wanamwekea mtoto mle ndani, anakuwa ndani ya roboti, anakuja anazaliwa mtoto, kazaliwa na robot. Robot wanafanya kazi nyingi. Mambo mengi yanafanyika kupitia robot. Sasa maarifa yameongezeka sana. Neno la Mungu linasema kwamba yule nabii atakuja kutengeneza sanamu afu ataipa uwezo wa kusema. Hayo yameshaanza kufanyika kwa kupitia maroboti. Robot linaongea. Robot linakukaribisha, karibu fulani. Karibu katika hoteli yetu. Mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anaelezea kwamba alifika kwenye hoteli akakaribishwa. Karibu mtumishi wa Mungu, wewe fulani karibu, chumba chako ni namba fulani, akampeleka mpaka kwa. Akimwona hivyo anaona ni msichana tu. Basi akamwambia sasa,
mimi nataka kujua wewe unatoka saa ngapi? Akasema mimi sitoki, nipo nakaa hapa masaa 24. Asa urudi nyumbani? Anza, mimi sirudi nyumbani, mimi ni mashine. Ha? Wewe ni mashine? Yeye anamuona ni msichana mrembo amekaa pale. Anambia mimi ni mashine, nakaa hapa masaa 24. Kwa hiyo asa kuliko kumwajiri mwanadamu ambaye kesho mtoto wangu anaumwa nenda hospitali. Sijui nini, sijui tumefiwa jirani. Sasa tunaona si bora tumweke robot anakaa masaa 24 siku 7 za wiki mwaka mzima. Hatoki, yeye ni kazi yake kupokea wageni wanaingia na hakikisha maisha yao yanakaa salama, mambo yanaendelea. Kuongezeka kwa maarifa. Sasa kumebaki nini? Hakuna kilichosalia. Kwetu sisi leo tujiandae. Tukeshe jamani. Yesu anarudi. Wewe unaendekeza njia mbaya, acha njia zako mbaya. Acha dhambi, ishi maisha ya utakatifu. Dhambi haitakupeleka popote. Achana na dhambi, ishi maisha ya utakatifu. Wewe unaelekea kukata tamaa, usikate tamaa. Elewa kabisa kwamba Bwana Yesu anakupenda, Mungu anakujali. Usikate tamaa kwa jambo lolote. Unatafuta pesa, endelea kuitafuta pesa, usiogope. Iko siku utaipata. Endelea kumtumaini Mungu, endelea kumwamini kwa sababu Mungu anakujali kuliko unavyofikiri. Mungu anatuangalia kwa jicho la upendo. Anatujali, anatuongoza. Tafuta uongozi wa Roho Mtakatifu ili Yesu atakaporudi siku ile tukae wote tuko tayari kumlaki mawinguni. Basi kwa kuhitimisha ninaomba tusimame. Chunguza katika moyo wako wa ndani. Wewe mwenyewe ndiye unayejifahamu na kujijua. Uko mtu hapa wewe umekwisha kumwacha Yesu kabisa, lakini bado unaendelea kuwepo mahali hapa kwa sababu moja au nyingine. Lakini leo hii Yesu anakutaka urejee. Yesu anakutaka urudi. Yesu anakutaka ukubali kurudi tena chini ya utawala wake, chini ya uongozi wa Roho wake, ili siku ile atakaporudi akukute ukiwa uko tayari. Badilika ndugu yangu. Geuka. Acha njia mbaya. Mtegemee Roho Mtakatifu. Kumbuka ni wapi ulikoangukia. Ukarejee, ukarudi tena. Ukawe yule mtoto wa Mungu ambaye Mungu alikuita siku ile ulipokubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako.